Unaweza ya kuwa umesogea, you might think that you have made a step, ukazani ya kuwa uko sawa, you think that you are okay, lakini Biblia inasema, but the Bible says, iko njia there is a way ionekanayo machoni pa mtu ni sawa, that seems to be good, lakini mwisho wa hii njia ni mauti. It is death. Kwa hiyo unaangalia Yona, yuko sawa, he is okay, anamkimbia Mungu, and is running away from anakimbia kazi ya Mungu, running away from the service of anasema God, sitaki, and he says that I na can't do it, bizila, and I'm na running away, diacha, I'm leaving, sitaenda, I will not go bali Mungu amenituma, naye Mungu ananyamaza kimya. and God kept quiet. Kuna mambo ambayo tunaamua kuchagua katika maisha yetu inatushelewesha, and they will, inafanya mtu anachelewa. It will make you delay. Kuko watu hapa, there are people here, ambao kwa hali wanayo saa hizi, that in the life they are in today, wangekuwa nayo wakiwa na miaka 15, or the situation they are in today, they would have it in when they were 13 years, 15 tu, or 15 years. Lakini unampata mtu, but you meet someone, yuko na miaka 20, 30, 40, is 20, 30, 40 years, lakini maisha ambayo anayoyaishi yamechelewa. It has been delayed. Na ukiangalia kuchelewa kwa hiyo, look at the delay, ni kwa sababu ulimkimbia Mungu, because you ran away from ulikataa Mungu, you refused, ulikataa kufanya mapenzi ya Mungu, ukasema acha vikae, acha nikwambie, let me tell you, haumizi mchungaji, that you are not punishing haumizi yoyote, you are not punishing anybody, unaumiza maisha yako. You are punishing your life. Kuko watu wengi wamekataa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu walikutana na vikwazo, wakakutana na miiba, wakakutana na mambo, wakasema tutakaa, lakini kukaa kunachelewesha katika maisha, kunachelewesha, you are being delayed, kunachelewesha. it is delayed.